Mvutano ulishuhudiwa katika soko la Charia huko Imenti ya Kati katika kaunti ya Meru Alhamisi alasiri baada ya uchaguzi uliokusudiwa kuleta viongozi wapya wa soko hilo kutatizwa na kundi la vijana wenye ghasia. Shughuli hiyo iliwavutia wafanyabiashara wengi waliokuwa na hamu ya kuwachagua viongozi watakaobuni mazingira bora ya kazi katika soko hilo ambalo wanasema limepuuzwa kwa muda mrefu na viongozi wa kaunti hiyo. Samuel Nyoike anaarifu kuhusu seke hilo sokoni. Na vurugu na fujo ziliweza kushuhudiwa katika soko la Charia hapa kaunti ya Meru wakati wa uchaguzi wa viongozi wapya katika soko hii, ambapo watu wasiojulikana waliingilia dakika chache tu kabla ya kupiga kura kumalizika. Nimekaa hapa zaidi ya 20 years na tangu hiyo time sijawahi ona uchaguzi mwingine, na kwa ajili hiyo ndio maana tumeishi na shinda, hatujakuwa na mtu wa kututetea. Sisi tumeamua, sisi watu wa Charia tumeamua ya kwamba tuko tayari kulinda Charia yetu. Hatutaki Charia iharibike tena. Mwaka jana hatukulipa ushuru kwa sababu ya uchenzi na watu ambao wako na matendo mbaya hapa Charia. Mwaka huu tulikuwa tumeagana na kaunti vizuri sana, tutachaguana na tuwe na uchaguzi wa amani na viongozi wetu wakae na serikali, tuanze mwaka vizuri. Lakini kwa sababu hawataki hiyo maendeleo, wameleta furugu na wakamwaga ballot papers zote kule, na pia na wakuja na vyombo na fimbo ndio waweze kuchapa watu. So sisi kundimandi kaburo sio crime, hiyo ni haki yetu. So unatakiwa kukuja kwa wananchi kama kiongozi wa county, unawaambia time utaleta kaburo, mnaongea. It's either wakuja watupe mwelekeo ama sisi wenyewe wananchi tutawapea mwelekeo. Tunaelewana hivyo? Kwa hiyo machache nataka kuambia authorities mara ya mwisho, na wenye wote wameungana na hiyo cartel, wacha wakuja wao wenyewe watuambie vile wanataka, ama wasipokuja sisi wenyewe tutawaambia vile tunataka kama wananchi wa Charia. Na vile mimi nimeona kama mgombezi ambao nilikuwa nagombea, nimeona ya kwamba ni kama wale walipangwa walikuwa na mkono mkubwa ndiye kwamba wafanye haya mambo, na ile serikali kuu na polisi wafuatilia hawa watu ambao wamefanya hiki kitendo, kwa sababu tulikuwa na amani, watu wananchi wa kuchaguana walikuwa na amani na kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri. Na kama ulivyosikia kutoka kwa wafanyabiashara wa soko hili ni kuwa lazima wapate mabadiliko ili waweze kupata maendeleo katika soko hili. Sam Wanyoike, NTV Mashinani, katika eneo bunge la Imenti ya Kati, kaunti ya Meru. Asante sana Sam Wanyoike.